Elijah Mwandumbia, ni kamishna wa kodi za ndani katika mamlaka ya mapato Tanzania. Ndugu wa Tanzania, pamoja na wananchi wote, tumekuja hapa katika eneo la Kariakoo ili tuweze kupita duka kwa duka, mlango kwa mlango, tujiridhishe katika yale maduka ambayo yanafanya biashara za kazi za wasanii. Na lengo letu ni kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanafanya biashara ya kazi za wasanii wanalipa kodi stahiki. Na kulipa kodi stahiki, ndugu zangu, ni kuhakikisha kwamba zile stampu za kodi zinatumika katika kila CD, na tunamaanisha stampu mbili kwa CD moja. Moja inabandikwa kwenye kasha na nyingine inabandikwa kwenye CD yenyewe. Na pia tumehakiki kwamba wale wote ambao wana maduka katika maeneo haya ya kuuza kazi za wasanii wana vibali stahiki vya kufanya biashara hizo. Lakini kitu ambacho tumegundua ni kwamba utekelezaji au ufuatiliaji wa sheria hizi ni mdogo sana, na tumechukua hatua stahiki ili kuhakikisha kwamba ndugu zetu wasanii wanapata haki zao katika kila kazi ambayo inauzika sokoni hapa. Na huu ni mwendelezo wa kampeni ambayo tunaifanya nchi nzima, na hii ni kazi ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alianzisha miezi kadhaa iliyopita ili kuhakikisha kwamba ndugu zetu wasanii wanapata stahiki zao katika kazi ambazo wanazifanya. Kwa ninachowasihi wafanyabiashara, tuhakikishe kwamba tunalinda haki za wasanii wetu kwa kuhakikisha tunatumia stampu zile za kodi katika kila CD inayouzwa, ili mwisho wa siku wenzetu wale ambao wanafanya kazi zao wanajitolea, basi waweze kupata kipato katika kazi ambazo watafanya. Kuna kazi za aina mbili. Kuna kazi ambazo zinatokana na shughuli mbalimbali za wasanii wetu hapa nchini. Wale ambao ni raia wa hapa nchini wanafanya kazi zao zimesambaa hapa madukani. Lakini pia zipo kazi za wasanii wa nje. Sasa tunachowasisitiza hawa wafanyabiashara, hizi kazi za ndani tunao uwezo mkubwa kabisa wa kufuata sheria za kodi na si ngumu, ili mwisho wa siku serikali ipate hayo mapato na iweze kuwahudumia wananchi ipasavyo. Lakini pia kwenye kazi za wasanii wa nje upo utaratibu wa kufuata. Hatupaswi kuuza kazi hizi bila kufuata taratibu hizo. Hii inajumuisha ni pamoja na kufuata taratibu ambazo zinatakiwa na taasisi za serikali husika, lakini pia pamoja na kuingia mikataba na wale wenye kazi zao. Manake hiki kinachofanyika hapa ni sawa na wizi. Sasa nipende kuwashukuru sana wadau wote ambao tunashirikiana nao katika kufanya kazi hizi. Lakini si taasisi binafsi pekee, hata taasisi za serikali. Hapa tulipo pia tupo na taasisi za serikali kamili kabisa. Na tunaposhirikiana hivi katika maeneo haya ya ukusanyaji kodi, ndio inatusaidia kama nchi kwa uzalendo kabisa, kila mmoja kuweza kuchangia pato lake. Na sisi tutaendelea kushirikiana na hizi taasisi mbalimbali, makampuni, watu binafsi ambao tunasaidiana nao kwenye shughuli za kukusanya kodi, kwenye shughuli za kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanafuata taratibu, kama ambavyo ameonyesha ndugu yetu hapa Msama, ameonyesha mfano mzuri sana. Na sisi tutaendelea kufanya kazi bega kwa bega na watu wa namna hii ili kuhakikisha kwamba tunainua pato la taifa letu kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu.